Hujambo na karibu, ni saa 2 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki. Kumbuka ni tarehe 12 Februari mwaka wa 2026. Karibu kwenye habari za sasa. Jina langu ni Ansenia. Muhtasari. Watu watatu wapigwa risasi Nairobi eneo la Huruma wakipinga kuuawa kwa mwanafunzi wa KMTC. Rais William Ruto asema barabara ya kilomita 750 kaskazini mwa Kenya sasa ni halisia. Edwin Sifuna aondolewa kama katibu mkuu wa ODM. Mahakama Tanzania yaridhisha pingamizi moja la Tundu Lissu. Iran yasema haitajadili tena uwezo wake wa makombora. Karibu. Watu wajeruhiwa kwa kupigwa risasi eneo la Huruma jijini Nairobi wakati wakaazi wakifanya maandamano kupinga kuuawa kwa mwanafunzi wa KMTC aliyedaiwa kuuawa kwa polisi. Haya yalijiri jioni tarehe 11 Februari mwaka wa 2026 baada ya mvutano wa siku nzima kati ya polisi na wakazi wa Huruma. Rais William Ruto asema barabara yenye urefu wa kilomita 750 kaskazini mwa Kenya sasa imekuwa halisia. Rais asema kuwa mradi huo umelenga kurekebisha miundombinu katika eneo la kaskazini mwa nchi. Chama cha Orange Democratic Movement ODM yaridhisha kumwondoa Edwin Sifuna katika wadhifu wa katibu mkuu wa chama. Uamuzi huu ulifanyika baada ya kikao cha baraza la kitaifa la uongozi NEC kilichofanyika tarehe 11 mwaka wa 2026 Februari kufuatia madai ya kuongezeka kwa ukosefu wa nidhamu ndani ya chama. Mahakama ya Tanzania yaridhisha pingamizi la Tundu Lissu. Mamlaka nchini Tanzania imeridhia pingamizi moja lililowasilishwa na wanasiasa wa upinzani Tundu Lissu, huku taratibu nyingine za kisheria zikiendelea. Iran yasema haitajadili tena makombora yake. Iran yasema kuwa haitajadili suala la uwezo wake wa makombora. Kauli hiyo imekuja wakati Marekani ikiendelea kushinikiza kufanyika kwa mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku Tehran ikisisitiza kuwa suala la ulinzi wa taifa hayapo tena kwenye mjadala. Ni hayo tu kwa sasa, tutakupasha mengine zaidi na uzidi kutufuatilia. Jina langu ni Ansenia.